Wananchi jimbo la Tumbe. Na mtazamaji na msikilizaji wa ZBC, na sasa swali moja kwa moja limeelekezwa ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, ambapo Mheshimiwa Mwanga Mohamed Hamed wa jimbo la Tumbe atamuuliza Mheshimiwa Waziri kwamba anaipongeza serikali yetu kwa kuendelea kutambua mchango mkubwa wa maimamu wetu wa dini ya Kiislamu na walimu wa madrasa, ikiwa ni pamoja na kujenga na kuhimiza maadili mema katika jamii zetu. Swali lina kipengele A, B na C, na tusikilize majibu kutoka kwa waziri wa wizara hiyo, Mheshimiwa Harun Ali Suleiman. Baada ya utangulizi huo, sasa naomba kumjibu Mheshimiwa Mwanga Mohamed Hamed, wakilishi wa jimbo la Tumbe. Swali lake ni kifungu A, B na C kama ifuatavyo. Ofisi ya Mufti Mkuu Pemba tarehe 28 Januari 2026 ilikutana kufanya mazungumzo na walimu wa madrasa pamoja na maimamu wa misikiti ya mkoa wa Kaskazini Pemba, wakiwemo wa Tumbe. Katika kikao hicho, wizara kupitia ofisi ya Mufti ilitoa shukrani kwa viongozi hao wa dini kwa mchango wao mkubwa wa kuiunga mkono serikali na kuelimisha jamii, hususan katika kuhimiza amani na utulivu nchini. Jibu B, serikali kupitia ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar inaendelea kuwatambua maimamu wa misikiti na walimu wa madrasa nchi nzima kwa kuendesha zoezi la usajili mpya wa misikiti na madrasa kwa Unguja na Pemba. Hadi sasa jumla ya misikiti 1367 na madrasa 2878 imesajiliwa. Aidha, ofisi ya Mufti inaendelea kutoa mafunzo ya ualimu kwa walimu wa madrasa ili kuwatambua kwa mujibu wa viwango vya elimu ya dunia na akhera, pamoja na kuongezea mbinu bora za ufundishaji wa kisasa. Jumla ya walimu 1492 wamepatiwa mafunzo hayo, wakiwemo wanaume 1789 na wanawake 2303 Unguja na Pemba. Jibu C, serikali kupitia ofisi ya Mufti wa Zanzibar imeanzisha kamati ya kitaifa ya kuimarisha madrasa za Zanzibar iliyozinduliwa rasmi na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, tarehe 26 Juni 2025. Lengo la kamati hiyo ni kuwatambua walimu wa madrasa na kupanga mikakati ya kudumu ya kufanya maslahi yao kuwa bora zaidi kwa mujibu wa viwango vya elimu waliofikia. Sambamba na hilo, serikali kupitia ofisi ya Mufti Mkuu imeazimia kuanzisha mfuko maalum wa hiari wa kuwachangia walimu wa madrasa kwa wafanyakazi wa serikali kwa lengo la kuinua hali zao za kiuchumi. Asante. Mheshimiwa Mwanga Mohamed Hamed, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, kwa majibu mazuri aliyoyajibu waziri, lakini naomba kuuliza swala la nyongeza lenye A na B. Kwa takwimu, ni walimu na maimamu wangapi tulionao Zanzibar? B, ni lini hasa walimu na maimamu wataanza kupatiwa posho? Kwa sababu kipindi kirefu kishakuwa kikubwa sana. Ni lini? Asante. Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa, naomba kumjibu Mheshimiwa Mwanga Mohamed Hamed, shekhe wetu kutoka Tumbe. Swali lake la nyongeza ni A na B kama ifuatavyo. Idadi ya walimu ambao hapa Unguja na Pemba ni wengi mno. Sasa siwezi kumpa nambari ya moja kwa moja, isipokuwa inshallah tukijaliwa tutamletea kwa maandishi idadi ya walimu wale ambao tumewatambua rasmi na tumewasajili, kwa sababu sio kusalisha tu msikitini ndio imamu. Kuna wale wa maimamu ambao wana sifa za kuwa maimamu ambao wanatambuliwa na ofisi ya Mufti. Kwa hivyo ni wale tu ambao nitakuletea idadi. Sio kwamba leo imam hayupo anaambiwa mtu yote aingie kibla. Sio hivyo. Kwa hivyo inshallah tutafanya kusoma maslahi yao kama nilivyozungumza. Tayari tunaratibu mipango mizuri kupitia ofisi ya Mufti ili kuhakikisha kwamba angalau tunawapatia sabuni katika kipindi kifupi kijacho inshallah.